الحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو، إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bado tupo katika sura hii ya surati Najm. Tumo katika kuzungumzia aya hizi za mwanzo ya kwanza mpaka 18 ya surati Najm, na leo kabla kuendelea aya 19 inshallah tutaelezea maelezo katika program ilikuja katika TV ya Egypt mwaka 1973, miaka 47 nyuma. Sheikh Muhammad Mutawalli Taarawi Allah yarhamu alikuja katika program hii ya Nur ala Nur, ikawa maudhui yenyewe katika masala ya aya ya 18, laqad raa min ayati rabbil kubra. Ndio tunaona kwamba kidogo amekwenda kinyume na wafasiri wengi wanakubaliana makusudio aya hii, lakini katika mazungumzo aliyozungumza yeye kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hizi aya zote zinaonyesha miujiza ya safari yake. Safari ya Mi'raj ni jambo ambalo naweza kusema kwa wale waumini walikuwa nyoyo zao si madhubuti katika imani ya Uislamu siku zile, walitoka hata katika dini kwa kupinga, vipi itakuwaje? Naam, safari kila mtu anatakiwa ajue, kwa sababu maneno aliyosema haya ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii, na kwamba amekwenda mpaka huko, mpaka kwenye Sidratul Muntaha, mpaka huko Jannatul Ma'wa. Alafu akasema laqad raa min ayati rabbih al-kubra. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima amebadilishwa mfumo, ametayarishwa kwa ajili ya safari hii. Nuqila naqlatan litahayyuhi, ili aweze kwamba nini, aweze adaptation. Hapo anasema kwa ajili ya nini, ya yote yaliokuja katika miujiza ya safari hii. Jambo la mwanzo kwamba lazima aotoke katika ile stage ya kwamba kama kibinadamu albasharia, kwamba kuzungumza yeye na binadamu wenziwe, mpaka kuingia katika stage ya kuzungumza na malaika kama Jibril, na halafu tena stage ya kubwa zaidi ya kuweza kutahammel safari ndefu hii. Lakini kwa Mwenyezi Mungu, kwa kun fayakun, ni kitu chepesi kabisa. Sisi leo tunaweza kufikiria katika hii solar system yetu, watu wanajaribu kwenda katika sayari zilizo za karibu, ikiwa katika mwezi, katika Mars, katika nini, naona namna gani ya kuweza kusurvive adaptation na mazingira yatakayokuwa humo ndani. Walikuwa wanahitajia mambo gani, kuanzia vivazi, namna ya chakula, haja zao za kuingiza na kutoa katika mwili. Yote haya yalikuwa yanahitajia matayarisho kwa watu wanaokwenda katika safari kama hizo, na hapa karibu tu within our solar system. Kif safari ndefu kama hii, toka nje ya solar system yetu, nje ya galaxy yetu, nje ya universe yetu, halafu unakwenda mbingu ya pili na ya tatu na ya saba, mpaka ni safari ndefu sana. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kumtengeneza mjumbe wake kwa ni jambo jepesi sana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tukubali kwamba anavyosema Sheikh Sharawi kwamba mtazamo wake wa Sheikh Sharawi kwamba kaweza kuzungumza na malaika, kwamba kaweza kuondoka na Jibril pamoja,
kwamba kaweza kuwasalisha mitume, na kwa mujibu wa visa vingi vilivyokuja katika hadithi zake za yale aliyoona, laqad raa min ayati rabbil kubra wa ma kadhaba alfuadu ma raa, hajasema moyo wake jambo lote aliyoona kwa malimwengu, yamesadikisha moyoni yale aliyoona kwa macho. Na kwa hivyo aliyosema yote na kuzungumza na mtume kadha wa kadha, Nabii Ibrahim na Nabii Musa wengineo, na kuona katika mbingu mbalimbali, haya yote yamekuja. Mwenyezi Mungu amemtengeneza kwa kuweza an-nuqlat ath-thalitha ila tatu. Hata Jibril ameshindwa kwa sababu kufika Sidratul Muntaha, kama tunavyojua kwamba ameambiwa yalla sasa hivi tangulia, nenda ukitakadam utapenya, utakwenda nenda jannatu ma'wa. Ama mimi nikenda lau taqaddamtu lahtaraqtu, ningeliungua. Haya maneno anasema Jibril, ingawa wengine wamedhaifisha kauli hii kwamba wewe ukiingia lau taqaddamtu lahtaraqt, utapenya, lakini mimi lau taqaddamtu lahtaraqt, kama nitaingia mimi nitaungua. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapitishwa, katayarisha kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Allah. Hajasema kwa uwazi kabisa Sheikh Sharawi katika jalsa hii ya TV kipindi hiki, lakini ameelezea kwamba yale yaliyotayarishwa kwa ajili ya yale atakayoona na kuyafanya yalikuwa makubwa sana. Hata kaja kauli laqad raa min ayati rabbil kubra, lakini yeye anasisitiza kwamba laqad raa, hakika ameona, min ayati rabbih, aya zote ameziona kwa macho. Amemwona Jibril, ameondoka naye, ameona mitume. Haya yote stage ambazo za chini, lakini ilipokuja stage kwamba aende kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kukabidhiwa hii kazi kubwa na sala, laqad raa min ayati rabbil kubra, ilikuwa ni jambo kubwa. Kwa hivyo anasema yeye katika watu ambao wanachukua rai kwamba amemwona Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kauli laqad raa min ayati, miongoni mwa ayati rabbi ameona al-kubra, liko kubwa zaidi. Hata yeye anakhtilafiana na watu wengine kwa yale maneno ambayo yaliyotafsiriwa katika sura hii, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Anasema maneno kama haya ambayo Mwenyezi Mungu anawaambia, anawakaripia kwa ukali sana Makuraish, afatumarunahu ala ma yara, afatumarunahu, mnakaa mnajadiliana kwa walioona. Haya ya duniani imepiga kelele, safari ya duniani tu kutoka Makkah mpaka Baitul Maqdis, na huko bali makubwa zaidi, na ilhali mnamjua kwamba msema kweli siku zote. Na Mwenyezi Mungu akamtetea yale aliyosema, ma kadhaba alfuadu ma raa ma qaba, anasema idh ma zagha albasar wa ma tagha, macho yake, ma zagha albasar wa ma tagha, yani macho yake hayajakiuka, hayajahangaika, hayajenda zaidi kuliko vile alivyotaka Mwenyezi Mungu yale anayoona na ayaone. Kwa hivyo ile dana fatadalla, Sheikh Sharawi pia anasema hata thumma dana fatadalla. Wafasiri wengi wamesema hapa Jibril ameshuka akazidi kukurubia, thumma dana fatadalla fakana qaba qausain au adna. Hii qaba qausain au adna wanasema mfano wa nini? Mfano masafa ya karibu kabisa. Ule mshale ule, upinde ule wake unapopinda, halafu ule utari wake, kamba yake, uzi wake unapovuta, unapoletea mshale, mvuto wako mpaka nyuma umefanya kama upinde wa pili, basi masafa haya kama unapovuta mshale unataka kuurusha. Kwa hivyo masafa haya madogo, anasema sio Jibril, yeye anakataa, anasema anakwenda kinyume na wafasiri. Sheikh Sharawi anasema anakwenda kinyume na wafasiri wengineo. Hii kauli thumma dana fatadalla, kisha akakaribia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akatadalla, akateremka. Anasema hapa si Jibril, kwa sababu Jibril, visa chungu zima vya Jibril kaja kama binadamu. Jibril alipomwona mara mwanzo alipotanda, Jibril kaja yote haya, lakini hili ni jambo jingine. Anasema ila alaka baina ya Mola mwenyewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu adunu, anasema haya si kwa ajili ya Jibril,
si jambo la kustajabisha hata kuandikwa katika maneno kama, bali dunuu hii kushuka ina kukurubia ilikuwa ni jambo min rabbihi, baina yeye na Mola wake, na kwa ajili ya kutaka kumpa utulivu zaidi na kumpa nguvu zaidi. Anasema yeye katika kujadilia pointi hii Sheikh Sharawi, sio kwamba tunaposema kwamba kushuka kwa Mwenyezi Mungu litajasud kama kwamba kufanya kwa Mwenyezi Mungu ana kiwiliwili na kinateremka, la abada. Anasema Allah mawjud wa nahnu mawjudin, ya Allah yupo na sisi tupo, lakini wujudi kwetu sisi sasa na wujudi kwa Allah la taban. Allahu alim, na sisi vile tuna ilmu yetu, lakini ilmu yetu sasa na ilmu ya Mwenyezi Mungu. Allahu hai, na sisi hai, uhai wetu sasa na hai Mwenyezi Mungu. Kadhalika usifikirie katika njia yote ya kumfanya kama kwamba nini, ufikirie katika mfumo kwamba laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake. Kitu gani kilichoteremka kwa Mwenyezi Mungu kwake hata kampa nguvu zaidi hata kabla safari yenyewe? Kwa hivyo hapa amefasiri Sheikh Sharawi hata dunuu hii si ya Jibril kushuka chini. Kwa hivyo Sheikh Sharawi ni katika watu wenye fikra ya kwamba kushuka thumma dana fatadalla, kushuka na kuteremka na kukurubia kwa Mtume sallam, anasema ni kwamba kitu la alaka billah subhanahu wa ta'ala, sio kwa Jibril. Kwa sababu anasema limadha tufassiru dunuu Allah wa tadallika dunui ana wa ghairi au ghairi. Kwa nini kushuka kwa Mola mnafasiri kama kwamba kushuka kama mimi ninashuka au binadamu anavyoshuka? La, ukafanya tajisidi kufanya kama kwamba kiwiliwili au kitu fulani kinashuka, la abadan. Kwa sababu tukichukua mfano hadithi ambayo sahihi kote Bukhari, Muslim, inasema nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanzilu Allahu ila samai dunya, katika mbingu ya dunia, kullu layla, kila usiku, hina yabqa thuluth al-akhir, unapobakia thuluth ya mwisho ya alfajiri, fayaqul, Mwenyezi Mungu anasema nini? Man yad'uni fastajiba lahu, nani ataniomba nimpe? Man yasaluni fa'utiya, nani atataka jambo kutoka kwangu nimpe? Man yastaghfiruni faaghfir lahu, nani ataomba maghfira nimghufirie dhambi zake, mpaka inafika wakati wa inapoingia alfajiri. Kwa hivyo kushuka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa kwa elimu yake, ikiwa kwa power yake, kwa nguvu yote ile, si lazima kwamba yani dhati yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika watu wasema kwamba kuna kitu baina yake na Mola wake ambayo kilichoshuka, na Mwenyezi Mungu hatataka kutukalifisha si zaidi ya hapo. Naam. Kwa hivyo hii ni safari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtayarisha mtume wake kwa ajili ya kwenda katika marhala nyingine, phase nyingine ya da'wa, kwa sababu miaka yote iliyopita 10 yalikuwa miaka ya kutizama imani yake na subra yake na nguvu za kuamini kwake kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na amefuzu kote. Kwa hivyo ilikuwa jaza yake kukirimiwa kwa safari kama hii, na ndani yake lazima yawe miujiza yanokuwa sasa na kwenda sambamba na utukufu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ya viumbe vyote. Na safari ikawa moja katika sababu kubwa safari kwa Mwenyezi Mungu anataka kuonesha power yake katika ulimwengu huu, kwamba anaweza kufanya jambo lolote, na akambatanisha na subhanalladhi subhanahu wa ta'ala, na akamtetea kwa yote haya. Aya hizi 5 zimetaja mambo ya kuona kwake tu, kama alivyoanza kwanza ni ma kadhaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara, moyo haujapinga haujakataa au umesadikisha aliona macho. Afatumarunahu, mnambishana naye ala ma yara aliona. Wala khadraahu, na amemwona tena nazatan ukhra inda sidratil muntaha. Alafu ma zagha albasar wa ma tagha, hayote. Alafu laqad raa min ayati rabbihi alkubra, kwa hakika ameona min ayati rabbihi, katika yale ya ayati za Mola wake alkubra. Ikawa Sheikh Sharawi alikuwa anaona hivi, Allahu a'lam. Sisi tunaelezea yale kuja na wafasiri walivyoelezea kwamba yeye anaona kwamba min ayati rabbihi, katika ayati za Mola wake. Kwa hivyo ni imekuja neno al-kubra
hapa ni kubra aliliona, na kubra lipi? Tutamsikiliza pia Sheikh Yasin Rushdi rahmatullah alayhi pia naye nini kasema kuhusu aya hii. Tunawacha haya ya Sheikh Shara aliyosema ikiwa mtu yote anataka kuona katika YouTube anaweza kuipata Nur ala Nur kipindi hichi na black and white, lecture yake yote kuhusu hii laqad raa min ayati rabbihil kubra. Inshallah tunaendelea na sura an-Najm aya ya 19. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Naam, aya ya 19 tumeondoka katika utukufu adhamatullah na utukufu na miujiza yaliyotokezea katika safari hii tukufu ya Mi'raji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupaishwa juu na yaliyotokezea na aliyoyaona na namna gani Mwenyezi Mungu anamtetea mbele ya mushrikina, afatumaruna ala ma yara. Naam, utukufu wote wa safari hii anaona Yasin Rushdi anaeleza, anasema hadha al-kalam man yote anil mala'il a'la, malaika walikuwa juu na mambo makubwa makubwa wanayoona juu huko na mbingu zote saba kupita na sidratul muntaha, mkunazi unaoishia mambo yote, na jannatul ma'wa, ayatu rabbil kubra, chunguzima yote haya. Kullu hadhi, utukufu wote huu hamuoni nye wao washirikina nye mkaa mkiabudu masanamu, mawe mnayotengeneza wenyewe. Anasema Yasin Rushdi innahu raa ayat, ameona mambo chungu zima. Na halafu anakuja maneno katika nini, katika masala ya nini, mambo ya chini kabisa, mambo ya safaha wa safala sufle, ya ujinga, ya upumbavu ya hali ya juu kabisa, kwamba nyinyi mmekaa mnaabudu haya. Afaraitum, na raa zimekuja chungu zima. Sura hii mara 5 tumeshaziona kabla hii, na hii 6. Afaraitum, je mnaona? Afaraitum, mnaona sasa nyinyi hayo macho yenu mnaona masanamu yenu ya upumbavu mnaokaa mkiatengeneza yasiyokuwa na manufaa wala yenye kudhuru, bali mmeyatengeneza wenyewe, mkaita majina wenyewe, mnaabudu wenyewe nyinyi. Afaraitum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, mnaona haya masanamu yenu, mmeona lata na uzza wa manata thalithata, na manata mungu wenu watatu huyo, al-ukhra mwingine watatu. Kwa ndio waungu hao, badala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloeleza yote ya utukufu wake na namna gani alivyompaisha mtume wake na mambo aliyomuonesha yote haya. Alakumudh dhakaru, maudhu kwamba hii miungu yenu ya uongo ya upumbavu, halafu ikisha kwamba na ujinga wenu pia, kwamba nyinyi mmejichagulia alakumudh dhakaru wala untha, na nyinyi mkamwachia watoto wa kike miungu yake. Mungu huyu wake yeye anachukua wanawake, tunanyie wanaume tumnotaka. Alakumudh dhakaru wala untha tilka idhan qismatun dhiza, huu ndio mgawanyo wa dhulma kabisa, mnamdhulumu Mungu kwa mujibu wa
akili zao, aya zinakwenda kwa mujibu wa akili zao. Anasema kauli hii kwanza kabla kuja katika haya, anasema laqad raa min ayati rabbih al-kubra. aya zipi? Anasema laqad raa min bimaana litab'id, baadhi sio vitu vyote, min miongoni mwa, maana yake min ayati rabbih al-kubra. Al-kubra hapa sifa lilayat anasema. Kwa hivyo ayat ndio kubra, kinyume cha yule aliyosema Sheikh Sharawi. Na halafu hapa kuna fi kalam at-taqdim wa ta'khir, kwa maana kwamba laqad raa min ayati rabbil kubra, laqad raa kubra min ayati rabbi, yale yalikuwa makubwa katika ayati, na ndio maana hiyo moja. Au tukisema laqad raa min ayati rabbi, ameliona al-kubra, ilikuwa kubwa kabisa, kama alivyotafadhali Sheikh Sharawi alisema kwamba ameona ru'yatullah. Haya kitaka kuyazungumza, tutizame pia wafasiri wengine wamesema nini. Wakasema pia laqad min hapa ni zaidatu litakid, kutilia nguvu zaidi, mkazo zaidi, inaitwa watusbihu ayat jamia, zote katika isharat na mambo makubwa matukufu aliyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Sheikh Yasin Rushdi, qila hizi ayat laqad min ayat rabbi al-kubra, kwa wale walisema ni kitu kimoja tu. Qila Jibril alimwona ala surati al-haqiqiyya, mfumo ule namna hasa original, maumbile yake original hasa. Kauli akasema qila, katika tafsiri watu wamesema ni rafraf, busati kubwa la kijani lilotandaa, ambalo alopandishwa nayo akienda nayo juu. Aqwal akasema pia, naam, akasema pia Sheikh Yasin Rushdi laqad raa min ayati rabbil kubra, anasema ma qassa alaina ma raa, yote alivyotolea visa vyake, vitu alivyoviona baada ya kurudi safari yake. Kaona hichi peponi, kaona hichi motoni, kaona hichi katika safari yake, kamwona mtume huyo, kazungumza na huyo, na hayo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ametayarisha kwa ajili ya safari ile, kwa kila matayarisho ya kuweza kumfikisha alipokwenda. Naam, kwa hivyo hayo yote maqassa alaina fi ma raahu, kwa yale aliona ni katika ayati min umurin ajiba, mambo ya ajabu. Anasema Rasul Rushdi ni katika ayati. Kwa hivyo yeye yuko katika mfumo kwamba ayat ni kila alichokiona cha ajabu. Kwa hivyo wa kullaha ijtihadat, anasema Rasul Rushdi, anasema haya yote ni ijtihadat ya mufassirin katika kutafuta maana, na Mwenyezi Mungu hajatukalifisha zaidi, tufahamu kama namna ilivyokusudiwa. Wallahu a'lam bil murad, Mwenyezi Mungu mwenye kujua muradi wake nini katika haya yote tunaelezea. Sisi tunajaribu kuelezea tafsiri za watu mbalimbali. Kafana an-nu'min, kwa kumalizia maneno yake haya kuhusu qadra min ayati rabbil kubra, kafana inatutosha sisi an-nu'min bimaana laqad raa min ayati rabbih al-kubra. Halafu tunaingia sasa katika Makureish na namna gani wanavyotukuza masanamu yao haya, kwa sababu hapa ametajwa masanamu matatu ambao ndio miungu yao, na ndio sababu hawataki kumwamini Mungu wa watu wote na muumbaji wa kila kitu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mungu huyu ana shuruti zake nyingi. Itabidi tusali, itabidi watumwa wetu wawe sawa sana sisi, itabidi tufanye uadilifu, tuache kulewa, tuache kusema uongo, tuache uzinifu, tuache starehe zao, matamanio yote itabidi yafungike, bali awe mtu mutawadhi, asiwe na kibri kama alikuwa nayo, jeuri, anafanya anavyotaka, anasema anachokitaka, anampiga anayetaka, anamuua anayetaka. La, jeuri kubwa. Huyu mtumwa wangu nimemnunua kwa pesa yangu, kwa hivyo ni wangu, ninamiliki, nifanye ninavyotaka kwa maslaha yangu. Haya ndio anayotaka, lakini kwamba wewe sasa na binadamu mwingine hawataki haya. Yeye kwa kujua na moyo wake, kwa kimaumbile, anajua kwamba Mungu anastahili kuabudiwa ni yule ambaye aliyetuumba. Na kwa nini wanasema kwamba ukimuuliza mbingu wameumba nani, wanasema wameumba Allah? Sasa kwa nini mnaabudu masanamu haya? Kwa sababu hawa ndio njia ya kufikia kwao. Wao kwa safaha yao na upumbavu wao wanaelezea naam,
utukufu tunaona katika aya za mwanzo. Na masanamu yao haya, aina almuqarana, wapi pa kuweza kuqarani, kucompare na kucontrast baina mambo mawili haya? Wao walikuwa wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali wanamjua ni mkweli, lakini kwa sababu ule hawakatai risala yake wengine, kwa nini apewe Muhammad? Kwa nini kitabu hiki kishuke kwake? Kwa nini asipewe mwingine? Kwa hivyo ule utukufu wa adhama na aliofikia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa juu kabisa almajd walulu walazama aliofikia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ilivyompeleka mpaka hata kufika katika sidratul muntaha. Haya ndio waliofanya kutafuta maneno ya kuwapinga yote haya, na wakasisitiza kuabudu miungu yao, masanamu yao ya makabila yao mbalimbali. Na kama tulivyoona sasa hivi, faraitum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, hapa metajwa miungu mitatu. Kuna Mungu Lat, ambao Mungu huyu watu wa Taif, Bani Thaqif walikuwa wakiabudu. Wanasema hii kuna alaka baina yeye na kaukab, sayari, planet ya Venus, Zuhra. Kwa hivyo kuna alaka baina ya hiyo na sanamu huyu, na kuna mawasiliano baina hao wawili. Kwa hivyo wanaabudu, na ndio wao, kwa sababu wakaribisha salamu zao zipeleke kwa Mola ipate kusamehewa makosa yao. Na kuna hii Lata, kuna Manat, Lata wal Uzza. Al-Uzza na asli ya neno Lata bimaana yake asli ya neno Allah, tukufu Allah, na Al-Uzza ni izza, nguvu. Na Al-Uzza Waarabu walikuwa wanamtukuza pia Mungu Al-Uzza. Wanasema Al-Uzza ni sanamu la Quraysh hasa, na watoto wao wanaita Abdul Uzza, kama nafikia Abu Lahab akiitwa Abdul Uzza pia. Na Mungu watatu wao Manata, wa Manata thalitha. Manata huyu alikuwa anasema baina Madina na Makka, katika along the coast ya Red Sea, karibu na Madina zaidi. Huyu ndio Mungu ambao Aus na Khazraji na Ghassasi na makabila haya, hata wengine wakasema Bani Hudhail na Khuzaa, makabila kadha walikuwa wanaabudu wanapopita katika safari zao. Na wote hao kwa majina ya kike miungu yao. Na hata katika viapo vyao Makureish walikuwa wanaapa Wallata wal Uzza. Sisi tunasema wallahi alazim, wao kwa wanaapa kwa jina la Lata wal Uzza, na wengine wanaapa Wallata wal Uzza wa Manata thalitha, fa innahunna algharaniq alula. Maneno yao yanasema hawa ni kama ndege fulani wanaopaa juu, wa inna shafa'atuhunna la turtaja, na shafa'a yao hawa ndio tunayotarajia na kutegemea. Kwa hivyo wanatumia hawa mfano wake kama mfano al-gharaniq al-ula, kama kwamba ndege hawa haya masanamu. Huyu hasa huyu Manata anaruka, anakwenda kwa Mungu, anatuombea, tunasamehewa yale makosa yetu. Haya ndio, hizi ndizo ni hii handasa zao na nini wanaokaka wakafikiria. Kwa hivyo Lata wal Uzza. Na katika vita vya Uhud, makafiri walikuwa wanaendelea katika kushinda mwanzo, lakini Waislamu walisimama kidete hata pakasita vita. Baadaye wakawa Abu Sufyan anasema lana al-Uzza wala Uzza lakum, sisi tunaye Uzza, sisi Mungu wetu Uzza ndio sanamu, nyinyi hamna Uzza. Umar Khattab anasema ya Rasulullah, tumwambie, akamwambia mjibu, mwambie hivi, Allahu maulana wala maula lakum, Allahu maulana wala maula lakum. Naam. Alafu akasema wengine wakajibu Allahu a'la wa ajal, Mwenyezi Mungu kwa juu zaidi na jalil, tukufu zaidi, subhanallah. Kwa hivyo ukitizama masanamu yao Lata wal Uzza, hata baina Safa wal Marwa walikuwa na masanamu mengine madogo, Asaf na Naila. Baina Safa wal Marwa walikuwa na masanamu madogo mengi, nafika 360 wasema. Na pia mwingine kuna Hubal ambaye yuko katika Kaaba, amweka Hubal. Sasa hayo tunaona miungu yao ni mingi sana. Hapa anavyosema Sheikh Yasin Rushdi rahmatullah alayhi, anasema afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata thalithata, na huyo tatu mwingine, huyo Manata al-ukhra mwingine, yani msemo wetu sasa na huyo mwingine anaongeza kama kwamba naye yumo naye kama mkia anapenya.
Kwa nini anasema katika lugha ya Kiarabu, Waarabu katika ulimi wao hawajui kalima wathalitha al-ukhra, wana mambo mawili tu, kitu fulani wal akhar, nyingine wal ukhra na pili. Lakini kauli hii wamepewa mbele, maana afaraitum lata na al-uzza, ikaja wa manata thalitha al-ukhra, na huyo manata watatu mwingine. Yaquluna Waarabu lithania, lakini thalitha ni kitu gharibu katika lugha yao, katika ulimi wao, ni tabir gharib ala al-udhun al-arabiyya. Kwa hivyo wanasema kama kwamba hapa nyewe mnamtukuza manata, basi Mwenyezi Mungu amemweka nyuma kabisa, wa mwisho katika kumtaja. Kwa hivyo alikuwa mufaddal kwa fajaa tabir muakhira lilmanah, kuakhirishwa kuweka watatu. Kwa nini? Kwa kumdhalilisha, na kudhalilishwa huku kumesababisha wale waliokuwa dhalili wa Lata al-Uzza wamekuwa adhal kuliko hata Manat pia. Kwa hivyo hii ni kauli ya kuwadhalilisha miungu yao kwa kauli kama hizi, alakumudh dhakar. Halafu kauli nyingine for discussion, kwa ajili ya mazungumzo na kujadiliana, alakumudh dhakar walahu al-untha, nyinyi mmeichukulia wanaume na yeye mmemwachia wanawake. Ikiwa ni hivyo, tilka idhan qismatun dhiza, hakika ni mgao wa dhulma kabisa, mmemdhulumu Mungu nyinyi. Kwa hivyo alakumudh dhakar wal untha, katika surati Zukhruf kama tunasoma aya 16, 17, 18, surati Zukhruf inasema nini? Inasema amittakhadha mimma yakhluqu banat, wamejichukulia kwa wao, Mwenyezi Mungu amejichukulia kwa wale wanaoumba, amechukulia banati mwenyewe, kawapenda achukua watu wa kike tu. Mungu wa asfakum bilbanin, na nyinyi akakuchagulieni special wa kupeni wanaume nyinyi Makureshi. Amittakhadha mimma yakhluqu banat wa asfakum bilbanin, na ilhali nyinyi banati mnakataa nyinyi, ile ujahili ulivyo wakati wao. Wa idha bushira ahaduhum, na akibashiriwa mtu kwa kapata mtoto kike, yani wa idha bushira ahadum bima dharaba lirrahmani mathala, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amlompigia mfano kwamba Mwenyezi Mungu ameichukulia mtoto wa kike, akibushiriwa, maana hapa nakusudia mtoto wa kike, nyamba nyinyi mmempigia mfano Mwenyezi Mungu na watoto wa kike. Mtu akibashiriwa kapata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu, ufanya uso wake umekuwa nini? Muswadda, umesawijika, umepiga huzuni, na uso wake umekuwa mweusi. Wa huwa kadhim, na uko na huzuni kubwa. Kwa kapata mtoto wa kike, atastoka mbele ya wanaume wenziwe aseme nini? Mimi nimepata mtoto wa kike. Halafu atasema nini basi? Aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Yule aliyonyesha, aliyelelewa fil hilya, katika mapambo, kuvaa madhahabu, kuvaa mahirini na nini, aliyonyesha fil hilya wa huwa, na alhali huyo mwanamke huo na mtazamo wao Makureshi katika khisam, katika mambo ya khasama, na ghairu mubin, hawana kubainisha uzuri. Yani namna gani Makureshi walivyokuwa wakidharau watoto wa kike. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman, wakamjalia malaika ambao wao ni waja wa Mwenyezi Mungu, pia wamejalia kwamba ni inatha wa kike. Mwenyezi Mungu anauliza ashahidu khalqahum, wameshuhudia kuumbwa kwao? Basi hayo anasema satuktabu shahadatuhum, ushahidi wao utaandikwa, wa yusalun, na taulizwa kesho. Kwa hivyo hapa kataja pamoja na malaika na kwamba Mwenyezi Mungu ameichukulia watoto wa kike na wao wana watoto wa kiume. Alakumudh dhakar, nyinyi watoto wa kiume, wala hul untha, na watoto wa kike. Tilka idhan qismatun dhiza. Kwa hivyo hapa utaona aya inayofuatia, tutaipitia mbio mbio, labda maelezo yakiwa yapo itakuwa kesho tena. In hiya illa asmaun, haya si chochote ila majina tu ya Lata na Uzza na Manata na Hubal na wengineo. Samaitumuha antum, nyinyi ndio mlioita majina haya, wa abaukum, na baba zenu wameita majina haya. Ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajateremsha wala hayajatoka kutoka kwake kabisa. Nyinyi ndio, hakuna dalili yoyote na burhani yoyote. Sultan bi maana dalili na burhan ya kwamba Mwenyezi Mungu amewateremsha hawa na kwamba yeye ndio aliwapa majina haya. In yattabi'una illa dhanna, hawa hafuati isipokuwa ni dhana tu. Wa ma tahwa al-anfus,
na yale yanayopenda nafsi zao. Walaqad ja'ahum min rabbihim alhuda, haya alikuja nayo Muhammad na aloeleza alotoka juu mbinguni na aloyaona yote haya imewajia huda, hidayah imewajia, lakini hawataki wao. Walaqad ja'ahum min rabbihim huda, lakini hawataki huda. Amri linsani ma tamanna, au ndo binadamu ufuata yale anayotaka yeye tu, anakipata kile anachokitamani yeye. La wallahi, Mwenyezi Mungu ana nini yake, shuruti zake, ili nini upate yale unastahili kupata, lazima ufuate Mwenyezi Mungu, kwa sababu falillahi al-akhiratu wal-ula, yote mwanzo na mwisho, akhira na dunia, kila kitu toka mwanzo mpaka mwisho wake yote ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabihadha naktafi, tunasimama hapa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.